Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya leo inshallah tutazungumza kuhusu hii aya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, katika suratu Tauba aya 119. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, akatumia ya ayyuha harfu nida, ambayo harfu nida hii ya katika lugha ya Kiarabu tunasema ni harfu nida ambaye ni lilbaid, ni ya mtu kunadi mtu wa mbali, kunadi na kumuita mtu wa mbali, ambapo sasa nani hao? Waumini. Je, waumini au watu? Annas, watu. Ya ayyuha nas, ya ayyuha alladhina amanu, je ni wako mbali na Mwenyezi Mungu au hapana? Na kwa nini Mwenyezi Mungu aseme ya ayyuha, enyi, kwa maana ya watu wako mbali, kana kwamba wako mbali? Ni ishkali ambayo ipo, tumewekea swali lakini pia tuna jawabu lake, and then tutaendeleza mwendelezo wa aya biidhnihi ta'ala. Sasa aya zipo. Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani amesema wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, akizungumzia kuhusu mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe yuko aqrab, ni yuko karibu sana na mwanadamu sana. Aya ya pili inasema fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an, hakika mimi nipo karibu mwanadamu na mwanadamu. Mwenyezi Mungu yupo karibu sana na mwanadamu. Aya tatu kwa mfano, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Mungu yupo na ninyi popote pale mtakapokuwa, yupo na ninyi. Hasa kwa nini hizi aya hizi siyaghati, muundo wa hizi aya uje muundo mwingine unasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umeamini, na akatumia neno ya harfu nida lilbaid, ya ambayo inafaidisha kumuita na kumnadi aliye mbali. Katika jawabu ni kwamba tunaweza kuwafik baina ya hii aya na hizi aya, kufanya tawfiq, kuzikusanya pamoja kwa kusema hivi, huwa karibun ilaina, Mungu yupo karibu na sisi, kama alivyosema yeye aqrab qaribun ma'akum, yupo karibu, karibu, aqrab, ma'akum, zote kama alivyosema. Walakin, lakini sasa, nahnu ibtaadna anhu, sisi tatizo liko kwetu sisi, sio kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana qurbun ila al-insan, ana ukaribu sana kwa mwanadamu, lakini mwanadamu yuhawil qadra imkan, anaweza kujaribu jinsi anavyoweza awe mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hiyo hiyo akabainisha wazi kabisa katika yaumul qiyama, kuhusu yaumul qiyama, kwamba inakuwaje, kwamba laqad kunta fi ghaflatin min hadha, anamhutubia mwanadamu huyo huyo siku ya kiyama kwamba mwanadamu alikuwa katika ghafla. Kunta fi ghafla, ulikuwa huko nyuma, fi ghafla, umeghafilika, min hadha, kuhusu hili jambo, fakashafna anka ghita'aka, baada ya ufunuo sasa, fabasaruka al-yawma hadid, ukawa unaona uhalisia jinsi ulivyo na ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Kwa mwanadamu, kwa sababu ya ghafla na kwa sababu ya nisyan, anakuwa yabtaidu anillah, anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hivyo sasa istihqaq ya Mwenyezi Mungu kumhutubia kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, imeanzia huku kwa sababu hii mwanadamu. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nas, ni kwa sababu ya ibtiad al-insan, sio ibtiadullah. Kuna tofauti ibtiadul insan na ibtiadullah. Mwanadamu yeye mwenyewe kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kuwa mbali. Mwanadamu kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kuwa mbali
na mwanadamu ni kwamba ipi sahihi? Sahihi ni kwamba mwanadamu ndiye anajaribu kuwa mbali na Mwenyezi Mungu na sio Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa aqrabun na ma'akum. Kwa hiyo utaona kwamba sahihi ndio hii, ama hii ina matatizo makubwa sana. Mwendelezo inshallah wakunu ma'as sadiqin, tutakuja kubainisha na kwamba takwa ni marhala ya pili baada ya imani, na baadaye tutakuja kubainisha wakunu ma'as sadiqin fakara inayofuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.